la hayo ni maandamano au ni vurugu. Maandamano tulioyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale watu wameudhika na kitu, tunaomba tuandamane, tujieleze, tutatoka pointi moja, tutakwenda zetu mpaka Mnazi Mmoja au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum. Sasa katika hali hiyo, lakini tujiulize jengine, kwa nini siku ile ya uchaguzi? Katika hali hiyo, serikali ina wajibu, tunaapa kuilinda nchi hii na mipaka yake, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na katika hali hiyo, nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Sasa tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake. Tulishashuhudia kwa wenzetu, waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa. Wanaweka nguvu kubwa, yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeyaona. Sasa wanaporudi kutulaumu mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana. Tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii. Kwa nini siku ya uchaguzi? Siku ya uchaguzi kwa sababu walishajua kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kuna ushindi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Waangalie kampeni zetu tulizozifanya, waangalie watu walivyotuitikia, waangalie kazi tulioifanya ndani ya miaka 5 iliyopita. Walijua, na wapinzani wetu walikataa kuingia, hawakuzuiliwa na mtu, walikataa wenyewe kuingia kwa sababu walishajua wasingefanikiwa. Walishajua aibu ingewapata kwa kazi iliyofanyika na mwitikio wa wananchi kwa Chama cha Mapinduzi. Aibu ingewapata, na ndio maana wakakataa kuingia kwenye uchaguzi. Lakini wanayageuza, serikali imewazuia kuingia ndani ya uchaguzi. Lini tuliwazuia? Na yafafanua haya, ndugu zangu wazee wa Dar es Salaam, muijue hali halisi. Inawezekana katika vikao huko mnayasema ambayo hamna na taarifa nayo kamili. Hatujawazuia, na katika taarifa zinazotolewa na waliokuwa huko lakini wakaamua kurudi kwamba hawaridhishwi na yanayotokea, wanatuambia walikaa vikao na wakaamua tusiingie, tutakwenda kupata aibu. Lakini kwa kuficha aibu ambayo wangeipata, wamezusha hili lililotokea. Kwa nini siku ya uchaguzi?
haki gani inadaiwa siku ya uchaguzi. Kama kuna haki yoyote inadaiwa, hakuna siku nyingine, hakuna njia nyingine ya kudai hiyo haki mpaka yafanywe yale yaliyofanywa. Ni maswali ya kujiuliza. Lakini katika hili tunaambiwa kuna waratibu ambao wanaishi nje ya nchi. Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Tunaendelea kujifunza na kuwatafuta, tuwajue tu ni kina nani. Sasa hebu watu wote hapa chini ya miaka 50 wasimame. Watu chini ya miaka 50 wasimame. Aha. Kwa hiyo wengi waliosimama hapa naona ni mawaziri wangu, wengi chini ya miaka 50. Haya, kaeni. Viongozi wa dini wachache